na la kipekee sana. Ndugu mgeni rasmi, tuliopo hapa ni watu wasioona ambao kwa mapenzi ya Mungu tulikubali na tukasaini kutokuona. Lakini kutokuona kwetu sio sababu ya kufanya kundi hili likawa nyuma kwenye majambo ya kitaifa kama huduma mnazozitoa nyinyi Tume ya Taarifa Binafsi, Ulinzi na Taarifa Binafsi. Hata sisi wasioona tuna taarifa zetu binafsi na nyeti kabisa ambazo zinahitaji faragha, kama ya wakili msomi Bwana Godfrey na wengine. Ipo haja, na ndiyo maana leo tuko hapa kwa nyinyi tume kutoa elimu. Tume hii ni mpya, si kwetu tu, lakini kwa wananchi wa Tanzania. Na ndani ya tume yenu nina imani zipo sheria ambazo zinapaswa na sisi kuzijua ili kufahamu haki zetu stahiki kwenye ulinzi wa taarifa zetu binafsi. Lakini ndani yake kwenye tume hii najua hata mtu akinidukua taarifa zangu, nina imani zipo sheria ambazo mtatufundisha malalamiko yetu yaende wapi. Hivyo mmekuja wasaa ambao tulikuwa tunawahitaji zaidi ya mvua za vuli. Maana yake nini? Leo hii mtakapotupa hii elimu, tutaanza kujua kitakachoenda kinyume na taarifa zangu binafsi ni wapi pa kuanzia, au ulinzi huu wa taarifa binafsi unanilindaje mimi mtu mwenye ulemavu. Ni wazi kwamba kundi hili limekuwa likisahaulika hasa kwenye masuala ya kidijiti. Kwa hiyo nitakuwa mchoyo wa fadhila kwa mkurugenzi wa tume hii na uongozi wake kwa ujumla pale walipopokea maombi yetu ya kuja kutoa elimu hii ili na sisi tukanufaike. Ni kweli walinipokea kwa moyo mmoja na kukiri kweli kwamba ipo haja ya kufanya mafunzo haya. Pia kwa mujibu wa sheria ya iliyoanzisha tume na ya ulinzi wa taarifa binafsi, jukumu la kutoa elimu kwa umma lipo katika kazi namba 5 ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, kutoa elimu kwa umma. Lakini tunashukuru tumeliongeza pia, tumefikia kwenye makundi maalum na wenye uhitaji maalum, na ndio sababu tumewafikia nyie pia. Na hata kabla hamjafika kwetu tulishabahatika kufanya zoezi kama hili mwaka jana mkoani Ruvuma. Tulikuwa na sherehe ya wanawake wenye uhitaji maalum, tulifanya pia zoezi hili. Lakini pia kwa yale ambayo mwenyekiti wenu ameyawasilisha, kama mwakilishi wa mkurugenzi mkuu, naomba niwahakikishie kwamba nimeyapokea, nimeyabeba na nitayafikisha kwa uongozi kwa ajili ya maamuzi, na tutawataarifu ipasavyo katika haya maombi yenu. Jicho langu ambalo nitalitoa litahusisha dhana ya ulinzi wa taarifa binafsi, chimbuko, nini kimepelekea tukawa na hili swala la ulinzi wa taarifa binafsi, misingi ya ulinzi wa taarifa binafsi, lakini na mawanda ya sheria hii ya ulinzi wa taarifa binafsi.